lakini tukumbuke maandiko yanasema tusione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yetu unaotupata kama moto ili kutujaribu kana kwamba ni kitu kigeni kitupatacho. Amen. Mungu atutie nguvu, atuimarishe. Na sasa kutokana na muda, niombe nikukaribishe tutafakari neno la Mungu, maandiko matakatifu, hali tukijua ya kuwa neno la uzima kwetu sisi ni maji ya uzima. Amen. Amen. Basi mwenye Biblia fungua kitabu Injili ya Mathayo mtakatifu. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 8. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 8, tutaanza na ile aya ya kwanza kama ambavyo tulivyosikia somo la pili. Kama tulikuwa pamoja na msomaji wa somo la pili, alisoma kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 17. Sasa wazo kuu la juma hili linasema upatanisho. Wazo kuu linasema upatanisho. Tunaposema neno upatanisho, maana yake ni nini? Upatanisho ni hali ya kuunganishwa au kuungamanishwa kati ya mtu na mtu au mtu na ufalme, aidha ufalme kwa ufalme baada ya kutengana. Bwana Yesu asifiwe. Upatanisho ni hali ya kuungamanishwa kati ya mtu na mtu au mtu na ufalme, aidha ufalme kwa ufalme baada ya kutengana au kutokuelewana. Mungu atupe neema. Sasa wazo kuu linaposema upatanisho, na tunaposoma maandiko matakatifu yaliyoandikwa katika Injili hii ya Mathayo mtakatifu, nitasoma mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa 4, ambapo katika sura hii ya 8 Yesu alifanya matendo ya uponyaji. Ukisoma kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 17, unaona ni maandiko yanazungumza katika habari ya Yesu alivyoponya watu mbalimbali na kufungua pepo, kuwaweka huru watu ambao walikuwa katika msiba wa magonjwa na wengine wakiwa katika kuonewa na kumilikiwa na pepo wabaya. Ule mstari wa kwanza hadi wa 4 unaona Yesu anamtakasa mwenye ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Anamtakasa mwenye ukoma. Lakini ule mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 13 unaona Yesu analetewa haja ya mtumwa wa akida mmoja. Sasa yule akida anamuomba Yesu amponye mtumwa wake. Amen. Lakini ukisoma ule mstari wa 14 mpaka ule mstari wa 17 unaona Yesu anaenda nyumbani kwa Petro, anamkuta mkwewe Petro akiwa ni mgonjwa, akamgusa homa yake ikamwacha mama, na watu wa jamii ile wakamletea wagonjwa wengi. Yesu akawaponya na kuwafungua pepo. Sasa wazo kuu linasema upatanisho. Na mimi kandimani makutano mengi walimfuata, na tazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika. Yesu akamwambia, angalia, usimwambie mtu, ila nenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa, iwe ushuhuda kwao. Bwana Yesu atusaidie. Kwa wasomaji wa Biblia wanafahamu Israeli hapo kale mtu mwenye ukoma walimhesabuje?
katika desturi za Kiisraeli au za Kiyahudi na kibiblia katika Agano la Kale, mtu mwenye ukoma aliyehesabika ni mtu mwenye dhambi, na kwa sababu hiyo kila mwenye ukoma ilimbidi kufanya tendo la upatanisho, na tendo hilo lilifanyika kwa utoaji wa sadaka. Maana yake kupitia utoaji wa sadaka, zile sadaka walikuwa wanatoa sadaka za aina tatu. Palikuwa na sadaka ya dhambi, sadaka ya upatanisho na sadaka ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kila mwenye ukoma ilimbidi kufanya hivi, na ndipo alipotakaswa, lakini ndipo alipopatanishwa tena katika ufalme wa Mungu. Sasa maandiko yanazungumza juu ya huyu ambaye alikuwa ni mwenye ukoma, akamwendea Yesu, akasujudia mbele zake akiomba ili Yesu amtakase. Lakini neno alilozungumza yule mtu mwenye ukoma, anasema, Yesu, ukitaka unitakase. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu huu unatufundisha mambo yafuatayo. Ufahamu huu unatufundisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kwa mtu mwenye ukoma kusema, Yesu, ukitaka nitakase. Jambo la kwanza linatufundisha toba na kuamini. Amen. Toba na kuamini. Yesu, ukitaka unitakase. Hauwezi ukazungumza hilo neno kama katika moyo wako na akili yako haujui ya kuwa yule mtu anaweza akakutakasa. Jambo la kwanza, kwa mtu mwenye ukoma alifahamu katika Yesu anaweza akatakasika, anaweza akawa sawa, anaweza akasimama tena, anaweza akawa safi kupitia Yesu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo anamwambia Yesu, ukitaka unitakase. Toba na kuamini. Amen. Lakini jambo jingine linatufundisha kujua siri ya Mungu. Kama hujajua siri iliyopo katika Yesu, hauwezi ukasema Yesu nitakase. Hauwezi ukazungumza nataka kutakaswa. Kwa hiyo inatufundisha nini? Uelewa huu unatufundisha kuijua siri. Maana yake huyu mtu aligundua kwamba katika Yesu kuna uweza, ni siri iliyofichwa. Wanaofunuliwa ni watu ambao wamejaliwa neema ya kuzijua siri za Mungu. Sikiliza nikwambie mpendwa, hata wewe leo unaweza ukawa na jirani yako au ndugu yako ni mgonjwa kweli kweli, lakini unaweza ukamwambia tukuombee na akakataa. Kwa sababu gani? Hajajua siri. Sasa anasema Yesu, ukitaka waweza kunitakasa. Siri. Amejua siri. Ndani ya Yesu kuna nini? Amefunuliwa siri hiyo, amejaliwa kujua hiyo siri. Lakini jambo jingine, ufahamu huu unatufundisha kwamba kuna ondoleo la dhambi. Amen. Kuna ondoleo la dhambi. Sasa anaposema Yesu, ukitaka unitakase, maana yake inatufundisha ondoleo la dhambi na ondoleo la mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye ukoma akasema, Yesu, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu, ukitaka waweza kunifanya kuwa mzima. Hali tukiona kwamba yeye jambo la kwanza alionyesha hali ya toba, lakini sio toba tu,
alionyesha dalili za kuamini anaposema kwamba waweza kunitakasa moyoni mwake. Hata anafika hatua ya kusema unitakase. Maana yake yako majadiliano katika ulimwengu wa roho yalianza kabla ya kutamka. Yako majadiliano yalianza kifikira kabla ya kutamka. Akagundua lililo jema ni toba na kuamini kwamba katika Yesu naweza nikawa mzima. Ndipo akasema ukitaka waweza kunitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aligundua kwamba jambo la msingi ni toba na kuamini. Lakini jambo jingine, alijaliwa kujua hiyo siri. Hata sisi leo inawezekana mpendo hauna ukoma, inawezekana hauna magonjwa, lakini inawezekana maisha yako ya kiroho yamepoa, na kwa sababu hiyo yamekutenga kati ya wewe na Mungu unayemtumikia, yamekuweka mbali na Mungu, yamekusababisha upate matokeo yasiyokuwa sawasawa. Unaomba chakula unapata njaa, unaomba amani unapata vita. Kwa sababu gani? Inawezekana iko shida katika maisha yako, na kwa sababu hiyo uko upatanisho, na upatanisho huo unakuja kwa toba na kuamini. Lakini wewe umejaliwa kuzijua siri za Mungu, na kwa sababu hiyo, kwa sababu umejaliwa kuzijua siri za Mungu, jambo ni moja tu, kupeleleza ndani yako ni kwa namna gani unatembea na huyu Mungu tunayemtumikia, ili utakapogundua kwamba uko mbali na yeye, ukumbuke kama yule mtu mwenye ukoma, kuomba toba na kuamini kupitia Yesu. Unaweza ukapata yote ambayo Mungu ameahidi juu yako. Unaweza ukapata yote ambayo moyo wako unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ukiroho umepoa, inawezekana liko gonjwa linakutesa, inawezekana iko shida imesimama, wala wakati mwingine unapoomba haitoki. Mpendwa, lazima kugundua, lazima kutafakari, lazima kujadili katika ulimwengu wa roho, uingie katika hatua za kutaka kwanza mahusiano na Mungu. Huyu mtu alisema, Bwana ukitaka unaweza ukanitakasa. Yako mambo aligundua. Hata mimi na wewe leo lazima sasa kama Wakristo tujue namna ya kumwendea Mungu, tujue hatua za kumwendea Mungu, tujue namna ya kupata yale ambayo tunayoyahitaji. Na namna hiyo inakuja pale ambapo tunapokuwa na moyo wa toba, tunapokuwa na moyo wa kuamini, tunapokuwa sasa akili zetu zinagundua ya kwamba sisi tumejaliwa kuzijua siri za Mungu. Lakini lazima tuwe na hali ya kugundua kwamba katika Yesu Kristo ndiko kuna ondoleo la dhambi, ndiko kuna uzima, ndiko kuna kila kitu tunachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, niseme tu neno hili kwamba hebu sione kila jambo linalokupata au lililo mbele yako au hali ulionayo ukahisi kuwa ni ya kawaida. Leo mwenye ukoma anapelekwa hospitalini. Amen. Inawezekana yako mambo ambayo yamezuia kabisa maisha yako ya kiroho. Ukisoma Marko Mtakatifu sura ile ya kwanza ule mstari wa 14 na 15, liko neno ambalo Yesu anazungumza, na hasa ule mstari wa 15. Yesu anawaambia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni
na kuiamini Injili. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Ndiyo njia pekee ambayo inaweza ikatupatanisha kati ya sisi na Mungu aliye hai. Toba. Amen. Toba na kuamini yale yote ambayo Mungu ametuambia tuyaishi. Neno la Mungu linasema nasi kila itwapo leo kuyaamini yote ambayo Mungu anasema na sisi. Tutubu ili tuwe na upatanisho kati ya sisi na Mungu aliye hai. Mungu atupe neema, Mungu atujalie, Mungu atuimarishe, na Mungu atujalie Roho wake Mtakatifu aendelee kutukumbusha kila itwapo leo katika maisha yetu, ili tuishi sawasawa na mapenzi yake. Tusimame tuombe. Wakati tunaomba, neno la Mungu sio jambo la kufanyia mazoea. Neno la Mungu katika akili na katika fikra, usije ukaliona kuwa ni la kawaida. Na kama inafika mahala neno la Mungu naliona ni la kawaida, tafsiri yake katika ulimwengu wa roho ni sawa na ile mwenye ukoma. Amen. Tunapoomba, tafakari kwa ndani sana. Una mahusiano gani na Mungu? Wewe na Mungu mkoje? Ili tuingie katika maombi ya upatanisho wa kiroho kati ya sisi na Mungu aliye hai. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu aliye mbinguni, Mungu mwenyezi, asante Bwana kwa sababu katika maandiko umesema wewe unajitabisha kwa mambo yetu. Lakini Baba, katika maandiko ukasema haitatokea jambo bila watu wangu manabii kuwajulisha. Bwana, tazama kanisa lako. Wewe ulituita kwa jina lako, ukatufanya kuwa watoto wako. Bwana, na leo katika asubuhi ya leo tumesikia neno lako Bwana, na maandiko yametuweka wazi ya kwamba neno lako halitapita kamwe. Vitu vyote vitapita, lakini neno lako daima litabaki kuwa neno lililo hai kila itwapo leo. Bwana, katujalie katika ulimwengu wa roho maisha yetu ambayo Bwana tunaendelea kuwepo hapa duniani. Katujalie neno lako likafanyike baraka na neema, likafanyike msaada Bwana, likatujenge, likatuimarishe, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, ukizidi sasa kutujalia uwezo wako ili Bwana tutembee sawasawa na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na neno lako likazae matunda, 130, 160, 100 kwa jinsi ambavyo Mungu utakavyo wewe. Asante Bwana, tafanya upatanisho wa rohoni Bwana, kila mmoja katafakari vyema ili Mungu kutembea katika njia zako. Asante Baba, tunaamini ya kuwa utatenda na kuonekana. Tunaomba na kusadiki ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wote tuseme amen. Amen. Tukana. Pigia makofi tena mtumishi wa Bwana. Mungu akubariki. Yesu kwa neno lake.